Ya, karibu sana tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson kutokea hapa eneo ya Walikale, na ukiniona katika mnara huyu ndani ya Media Bukavu TV, elewa kile kitu kinavyonileta hapa, ama sio? Na kama unavyonisikiliza mara kwa moja, na kuuliza tayari umesha kufanya subscribe, like, comment ili nielewe tayari umenisikiliza kutokea eneo gani ama upande gani. Na kwa sasa ndani ya media tumewaletea taarifa hili kutokea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuje kueleza huko, naendelea kushukuru kwanza mashabiki zangu. Leo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2026, tarehe 1 mwezi wa 2, kumbukeni kuna watu tulipoteza ama kuna wandugu tofauti tumepoteza katika mwezi wa mwezi wa 2. Leo tumekuwa tarehe ngapi? Tarehe 2. Yaani hii ni mwezi mpya, na nimekaribisha kila mtu aingie katika mwezi huyu, awe na usalama, awe na afya njema, ili kila mara ndio kunifuatilia ndani ya Media Bukavu TV. Na bila kuzungumza, napeleka kwanza kuwapeleka katika eneo ya uwanja mapambano, katika eneo tofauti. Mashabiki zangu, umesha kufanya subscribe ama umesha kujipartage, umesha kutuma sehemu zote, umeenda uko wapi jameni? Asante sana. Kabla nikuje ama nianze kuwapeleka ndani ya fursa hii, nakuuliza tayari tumekuwa karibu 6,000, tunataka kuelekea 7,000 ya watu, na tafadhali tuendelee kufanya subscribe, like, twende kwa wingi zaidi, kwa sababu niwaambia huyu mwezi tukao tumefika 7,000 tayari, ama sio? Ama 10,000 tayari. Huyu mwezi tukao tumefika 10,000. Na watu wangu nawapenda zaidi, ngoja niwapeleke haraka haraka, sitaki niwachoshe katika eneo ya uwanja mapambano kwa sasa. Ngoja niwapeleke uwanja wa mapambano katika eneo ya Sud Kivu na Nord Kivu. Leo jana tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2023, eneo ya Sud Kivu na Nord Kivu, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Huku kote kule mpaka niwapeleke Kisangani tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, katika uwanja wa ndege wa Kisangani hapo. Najua wengi sana wananiuliza kwa nini nazungumza uwanja wa ndege, na kuja kuelezea ama kwanza wapatia step kwa moja kwa moja. Nianze kuwachambulia katika eneo ya Kisangani mpaka Ruchuru mpaka eneo ya Minembwe huko. Na kwa sasa najiuliza nianzie kurasa zangu wapi? Nikianza kuwapeleka, ngoja nianzie kurasa zangu tayari Kisangani sasa, ama sio? Ndawapeleka Kisangani katika uwanja wa ndege wa Kisangani. Hatua kumeonekana drone jana muda wa saa 10 wa jioni, wa jioni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ili drone lilikuwa likitembea, linataka kupiga mabombe katika uwanja wa ndege wa Kisangani, na hili ndege linaonekana kama kamikaze la ndege la hawasi M23. Hii ni taarifa tumesikia, bado hatujajua ripoti ni ya ukweli ama vipi, lakini kwenye taarifa tunajua ama katika mazungumzo yote, hili ndege ni mara ya 3 linaelekea katika uwanja wa hapo Kisangani kwa kuja kuharibu uwanja wa ndege wa Kisangani. Kumbukeni, uwanja wa ndege wa Kisangani ni uwanja kubwa zaidi, linasaidia watu kwa kusafiri kuelekea Kalemi, kuelekea Kindu, wakielekea Shabunda, wakielekea Kinshasa, Lubumbashi, Equateur. Na kwa sasa kama hili ndege tayari likiisha shikwa na waasi, kumbukeni usafiraji za anga litakuwa limesimama tena katika eneo hili. Na hili ndege lilikuwa likitoka Kisangani, uwanja wa ndege wa Kisangani lilikuwa likisafirisha mizigo ama watu kuelekea kwa sasa Uvira. Kumbukeni Uvira sasa ndege zinaanza kushuka katika uwanja wa Uvira. Na kwa sasa noja ni wapeleke tena mahali kwengine, sehemu ya uko Baraka. Watu wangu Baraka, kwa sasa mambo inaendelea kuwa mzozo zaidi tangu jana tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Baraka kumeonekana wazalendo wale wenye walijiondoa kwa wenzio. Kiongozi mmoja ametokea katika chama cha Mbavu Moto. Huyo jamaa ni mzalendo, alikuja kupata stress ama amejikuta seksi, hana seksi, sehemu za siri zimetolewa, na watu wengi wamejiuliza kwa nini seksi ama vipi? Inaweza kuwa ni uchawi ama vipi? Na katika inawezekana huyu jamaa lala na wasichana wale wanatumia mbingu za uchawi, na kwa kweli ripoti hii imetokea mpaka mji wa Shabunda.
wanajeshi wa wazalendo nao wengine karibu 6 walipatikana nao hawana sex. Inawezekana kama tayari wazalendo wanaenda kulala na wanawake wenye uchawi. Ili taarifa na mpaka sasa mzalendo kutokea Baraka ameshikwa akapeleka kwenye jela ya wazalendo katika eneo ya Baraka. Hii ni habari tunawaletea mchana wa leo muda wote wa saa 5:30 kwa pasha. Habari inaendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Niwapeleke sasa katika uwanja wa mapambano katika eneo sasa ya hapo Ruchuru ama vipi? Kabla niwapeleke Ruchuru, ngoja ningali nawapeleka Minembwe kwa sasa. Eneo ya Minembwe tangu jana tarehe 1 mwezi wa tatu mwaka 2026. Minembwe eneo inaitwa Mikenge na sehemu nyingine inaitwa Alae imeshambuliwa jana na wanajeshi wa FARDC na wazalendo kushambulia waasi M23 na Twirwaneho na Ngomino katika eneo hili. Ilikuwa ni muda wa saa 6 wa mchana. Mapigano ilikuwa nyingi zaidi, ama mapigano ilianza muda mrefu. Kwa sasa kumbukeni, Mikenge ni eneo kubwa sana kwa nafasi ya waasi M23. Katika taarifa tumepata tayari hii eneo imeshazingatiwa tayari na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kumbukeni kitu moja, Mikenge ni eneo tayari ikiwa karibu kilomita 15 karibu 12 kuelekea katika sand ama kuelekea katika milima ya Minembwe huko plateau ya Mwenga. Kwa sasa kama tayari FARDC imesha kuchukua eneo hili, kumbukeni Minembwe nayo itakuwa kwa mikono ya FARDC, kwa sababu hapo na Minembwe tayari itakuwa pua na mdomo. Watu watakuwa naonana mara kwa mara na wataendelea kushambuliana mara kwa mara, na wazalendo wameweka bidii zaidi kwa kuendelea kushambulia kila kona zote za wanajeshi wa M23 mahali wanaweza kujipenya. Wote wanaendelea kuzingatia maeneo za, kumbuka eneo za plateau huko Fizi na huko sehemu zingine kadhaa hapo, unaelewa milima hapo. Tayari hizi ngunia zote, tuseme hizi eneo zote za Kalinga, Ngerere na Rugezi na sehemu zingine inaitwa Kaboko na sehemu zingine inaita Mituo, hapo popote tayari kumbukeni huko ni wanajeshi sasa. Kwa sasa wa wazalendo wamesha kufika eneo hili. Sasa imebaki tayari ni eneo ya Minembwe. Eneo ya Minembwe imezingatiwa sasa na serikali ama tuseme wahunyi wa M23 pamoja na wahunyi wa Twirwaneho na Ngomino. Kwa sasa mambo inaendelea kupitikana katika eneo tofauti, na tukija kuwapeleka sasa mapigano hili, kumbukeni kumeendelea kupatikana mabombe ama madrone zinaendelea kushambulia katika eneo ya Minembwe. Lakini mimi kitu moja natikisisha zaidi, Minembwe kumbukeni kuna wakaaji wengi zaidi wa aina kabila yote tofauti, sio kabila ya wanajeshi, sio wanajeshi wanaekaa huko. Kumbukeni kuna wakaaji kila kabila wako katika eneo ya Minembwe, lakini hizi bombe zikipiga eneo hizi tayari kuna watu watakufa, maviktimu vijana ama wamama wazee, wale wote watakuwa wamepotea ama uwawa. Tayari mambo itaendelea kubadilika, wafu wataendelea kuwa wengi zaidi kupitia hizi drone. Niwapeleke sasa eneo tayari ya Ruchuru. Ruchuru sasa mambo iliendelea kupatikana tangu jana. Kwa leo nawapea taarifa ya jana, bado sijawapea taarifa ya mchana wa leo, nakuja kuwapea Ruchuru katika eneo tofauti. Wazalendo na FARDC wanaendelea kushambulia eneo tofauti, wamerejesha eneo tofauti sehemu ya Ruchuru. Katika eneo ya kwanza inaitwa Mugogo na sehemu lingine inaitwa Kitagoma na sehemu lingine inaitwa Karimbi. Hizi ni eneo tayari hapo Kitagoma tayari kumbukeni ni kwa boda ya Uganda na Ruchuru tayari hapo. Kwa sasa mashambulizo ama sio mashambulizo, kwa taarifa tuko nayo tayari katika eneo yenyewe wanajeshi wa M23 walijiondoa, ni eneo inaitwa Kitagoma. Hapo Kitagoma kumbuka ni kwa boda ya Uganda na hapo Ruchuru kwa hapo Kongo. Wanajeshi wa M23 wenyewe walijiondoa muda wa saa 7 wa mchana jana, na kwa sasa
watu hawajajua hao wanajeshi walielekea wapi na walisafiri kwenda wapi. Na kwa sasa katika taarifa tuko nayo ni la kusema kwa saa hizi wanajeshi wenyewe wamekuwa tayari katika eneo ya hapo Kitagoma. Ni wanajeshi wa wazalendo wamefika hapo leo jana saa 11, na kwa sasa hakuna mwanajeshi muasi ama waunyi wako upande huo, hakuna yote. Na katika eneo tayari hizi eneo zingine nimewaambia tayari, hizi eneo zingine za Mugogo tayari mapigano ilikuwa hapo jana muda wa saa 3, mapigano ilikuwa nyingi zaidi mpaka eneo inaitwa Karimbi. Huko nako kulikuwa mapigano, lakini wanajeshi wa wazalendo na wa FARDC wamerejesha eneo hili. Lakini kumbukeni, wanazalendo wameendelea kuingiza nguvu zaidi kwa mapambano ya vita Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiangalia zaidi kila mahali popote wanazungumzia vita, utajipata tayari wasaidizi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaitwa wazalendo wanaendelea kuhimiza zaidi katika eneo tofauti kwa kusaidia kuomboa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni taarifa ndani ya media Bukavu TV, na endelea kuwapasha habari, inaendelea kuonekana mara kwa mara. Hili ni taarifa niliwapea muda jana, program ya jana. Ngoja niwarejeshe sasa leo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika eneo ya eneo tena niwapeleke leo sasa eneo ya Ruchuru, ndani ya Centreville ya Ruchuru, katika eneo inaitwa Kibirizi na sehemu ingine inaitwa Mutanda. Kumepatikana masasi kwa mingi zaidi, na sehemu nyingine inaitwa Bambo huko katika ndani ya groupema ya Mutanda. Bamba kwa sasa nimewaambia wapi kwengine leo vita iko mingi sana sehemu ya Ruchuru, Kibirizi na sehemu nyingine inaitwa ndani ya groupema ya ndani ya eneo ya Bamba na sehemu ya groupema ya Mutanda. Sehemu hili mapigano imekuwa nyingi zaidi leo hii muda wa asubuhi mpaka kwa sasa muda huyu masasi haijanyamaza. Mapigano imeendelea kuwa nyingi zaidi katika eneo hizo nimewasomea. Hizi eneo nimewaambia tayari ya Bamba na sehemu nyingine Kibirizi na sehemu nyingine inaita Mutanda. Huko mapambano inaendelea kuwa nyingi zaidi katika eneo ya Ruchuru. Kwa sasa wazalendo walitoka eneo ya Mugogo na katika eneo ya Kibirizi walikuwa wameshashika, lakini kwa sasa wahasi walirudi tena nyuma kupiga tena eneo ya Kibirizi. Kwa sasa wahasi wamejirejeshea katika eneo ya Kibirizi, lakini eneo ya Mutanda kwa sasa mapambano inaendelea. Waasi M23 pamoja na wanajeshi wa waasi wa wazalendo pamoja na FARDC wanaendelea kushirikiana, kwa sababu huko ni eneo tayari ilikuwa imeshakuwa ndani ya mikono ya waasi wa M23, lakini eneo ya Mtanda imekuwa ngumu zaidi waasi M23 kuacha, kwa sababu mapigano yameanza tangu asubuhi mpaka saa hizi. Mapambano inaendelea katika eneo hizi za huko North Kivu, sehemu ya Ruchuru. Hii ni media Bukavu TV, naendelea kuwapasha habari kutokea eneo popote. Kwa sasa huko eneo ya Irani pamoja na Israeli mapigano nayo imeendelea kuwa nyingi zaidi. Hatua serikali ya eneo ya Irani inaendelea kushambulia, ama wahunyi tunaoita wahunyi wanaendelea kushambulia eneo yote. Kunaendelea kuwa biashara ya Waamerika ama uchumi ya Amerika in kila country dunia, kila mahali kuna biashara katika eneo yote imezingatia eneo ya Iraki, wanaendelea kushambulia zaidi katika eneo ya anga kwa sasa kuelekea manchi yote yenye ina biashara ya Waamerika. Kwa sasa hakuna ndege inaelekea Dubai, Qatar, Saudi Arabia na nchi tofauti na Iraki. Kwa sasa hakuna biashara inaendelea katika sehemu za ndege, na hii ni Television Bukavu TV, ukiwa na mimi pamoja, endelea kupasha habari ya uhakika na habari ya usalama, na kila mahali popote ukiwa pamoja kunisubscribe, ukienda kulike ujumbe itaendelea kufikia mara kwa mara. Hii
Hapo kinaona ndani ya minara hii, ujua anakuja kupasha habari inaendelea. Walikale kwa sasa mapigano ilikuwa tu tangu jana tarehe 1 mwezi wa tatu mwaka 2023 ilipigana tu kidogo sehemu za Peti na sehemu zingine zinaitwa Mweso, lakini mapigano masasi karibu 5 tu ndio zililia tu, bado hatujaelewa ni nini happen, kwa sababu najua masasi 5 kipiga inaweza kuwa ni mlevi alikuwa amekunywa pombe akapiga masasi yake, ama ni mzalendo alishtuka tu akafikiria ni adui akapiga tu. Unaona, kuna vitu vingine hatuweze kutangaza hapa haraka haraka, inabidi tujue ukweli ndani ya media. Ama vipi, uko sehemu gani? Nila kufanya subscribe, like, comment, na kwa kweli nawatakia kazi mchana iwe salama kwenyu, na ninawatakia kazi njema, kila mtu yuko kazini. Muda wetu wa saa 5 kuwapasha habari ya mchana hii. Asante sana na Mungu endelee kuwabariki. I love you. Tout le monde, je vous remercie, tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Soyez bienvenus, vous pouvez continuer pour partager partout. Hizo ni ndege sasa zinapita Walikale. Niwaambia kila dakika. Aha. Hiyo ndege ndio hii inaenda sasa hapo mahali inaitwa Musambi hapa, Musambi hapo. Musambi tayari imeenda sasa Mpeti kuelekea katika eneo ya Pinga hapo. Kumbuke Mpeti kuna wanajeshi wa hasi 300. Pinga tayari kuna wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika eneo ya Mweso waasi ndio wako huko. Ndio hiyo ndege hiyo. Naona ndege inaisha tu ndani Pinga. Haijaingia Peti kwa sababu kumbuka ikiingia Peti kuna vitu vingine vinakuja kutimika katika eneo ya hapa Walikale. Lakini bado naona ndio ile ndege limesimama kidogo, tawapigia